Bwana, kwa wakati huu hapa Zoa TV tumepita kwenye mitandao ya kijamii. Ukitazama siku ya leo hakuna msanii yoyote wala nini. Najua kuna mengi sana ambao unaweza kujiuliza kwa nini story yoyote itembei kwenye mitandao ya kijamii. Ni kulingana na jinsi ambavyo mifumo ilivyokaa. Kwa nini? Ukicheki kwenye comment kila mmoja anazungumza la kwake. No reform, no election. Ndio kitu ambacho kipo kwa wakati huu. Lakini hiki Twitch pia nadhani kuwa Gwajima alishawahi kukizungumza kwenye interview ambayo alishawahi kufanyiwa. Ya kwanza kabisa ambayo imeibua mambo yote mpaka kufungiwa kanisa. Alisema kuwa akirudi kuzungumza mara ya pili inaweza kuwa hatari kubwa sana, na kweli amerudi kuja kuzungumza na hatari imekuwa kubwa sana, kwa sababu swala hili pia limekuwa na uitikio mkubwa sana na watu wengi sana wameegemea upande mwingine wa no reform no election, kwa mtazamo wao kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi, na hicho ndio kitu ambacho wanashindikiza wao. Kama wao wanatamani kuona jamii wanafanywa mabadiliko kwenye vitu mbalimbali, sehemu mbalimbali, ili maisha mengine yazidi kuendelea. Yamkini kuna kitu ambacho kinatengenezwa behind the scene, naweza kusema hivyo, lakini mpaka sasa hivi najiuliza maswali mengi sana. Ni kwamba Gwajima amekuja na ufunguo tofauti sana kufungua haya makofuli ya serikali kwa sababu ya namna jinsi ambavyo amekuja. Mwanzoni kabisa Job Ndugai alishawahi kuzungumza, spika wa bunge aliyejiuzulu yeye mwenyewe kwa kuandika barua baada ya kupishana na rais kuhusiana na swala zima la mikopo. Yeye alizungumza akasema kuhusiana na nchi tauzwa na vitu kama hivyo. Watu hawakujumuika na yeye na kumsupport kama jinsi ambavyo Gwajima sasa hivi anasupport kwa asilimia kubwa sana. Na Chadema pia wanatembelea upepo huo wa Gwajima kuhakikisha kuwa wanaingiza ajenda zao na ziweze kufanya kazi. Tumeona wale ambao walijitenga na Chadema pia wakajiita kundi lao pia, walipofika kwenye mikutano ya hadhara watu wamewakataa na kuonyesha kuwa wana msimamo wao. Msimamo ni kwamba wanatamani kuona kitu ambacho kinafanyika kwenye ustadi wa hali ya juu. Kwa leo nadhani kuwa ni Idi ambayo imetulia pia, na kila mmoja wakipita kwenye mitandao mbalimbali pia unaweza kuangalia wengi wao pia wa viongozi wa serikali wameweza kufunga eneo la comment. Lakini sio hivyo tu, mtandao pia nadhani kuwa muda sio mrefu sana unaweza kupigwa pini pia. Inawezekana 100% kwa sababu ya namna jinsi ambavyo watu wanaorganize. Kwa hiyo wanaweza kutumia njia hii kublock na watu wa nje wasione na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama una uwezo wa kudownload VPN pia mapema, kwa sababu hali ya hewa inaweza kuchafuka muda wote, ukashangaa unaishi kijijini na vile vitu vyako ambavyo ulikuwa unategemea viende mjini visiende kabisa. Maana kwamba Instagram isijifungue, Facebook isijifungue na mitandao mingine yote kabisa na pia siweze kujifungua. Ni kulingana na jinsi ambavyo nchi ilivyo, na wanaogopa sana organization ya wananchi wasije wakaorganize alafu baadaye wakaingia barabarani na kufanya maandamano, na hilo ni kosa kisheria pia, kwa sababu wataleta vurugu na vitu kama hivyo. Lakini kwa wakati huu nadhani nchi ipo kwenye no reform no election, na mimi siwezi kuzungumza kitu kingine kwa sababu vyombo vingine haviwezi kuzungumza. Lakini hapa ndani ya Zoa TV sisi tumekula kiapo kuhakikisha kwa tunakusogezea stories za ukweli na uhakika na kukujuza kipi ambacho kinaendelea behind the scene, kwa sababu sisi tuna wataalamu na wataasisi wa hizi kazi wanazifanya kwa ustadi wa hali ya juu. Endelea kuwa mwanafamilia wa Zoa TV, tazidi kuhakikisha kwa mambo yote mazuri unazidi kuyapata hapa, na vitu vingi sana ambavyo tumejipanga kukupatia pia nadhani itakuwa vizuri sana. Lakini bado kauli hizi nadhani kwa zitawaibua wengi. Kauli ya waziri pia leo amezungumza kuhusiana na viongozi wa dini kutumia jukwaa la dini vibaya na vitu kama hivyo. Watu wengi wameenda pale na pia wanaandika no reform no election, hawataki kuelewa tena kuhusiana na swala la Gwajima. Wamezungumza muda mrefu, kwa hiyo sasa hivi wameamua kuweka bando lao na kuanza kujitetea. Mtazamo ndio hivyo, na mimi pia natia nukta hapo. Nadhani kuna vingi sana ambavyo tutazidi kukusogezea mdogo mdogo. Hii ndio Zoa TV. Bwana, endelea kuenjoy.